Naam, kutoka maili ndefu kweli kweli hadi maeneo ya Kigamboni jijini Dar es Salaam. Hapa tupo ndani ya shule ya sekondari Makonda. Shule ya sekondari Makonda imebeba jina la aliyewahi kuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, lakini pia mkuu wa mkoa wa Arusha na mbunge, bila kusahau mwenezi katika Chama cha Mapinduzi CCM. Kwa sasa ni waziri wa sanaa, utamaduni na michezo, namzungumzia Paul Makonda. Hii ndio shule yake na hawa ndio wanafunzi ambao wamependezesha hii shule. Leo tumekuja hapa ndani ya Top Star kuzungumza nao na kuweza kufahamu, je, wanakwenda kutuonesha nini, lakini wana ndoto gani, bila kusahau wanakwenda kucheza kitu gani. Karibu sana. Mimi ni Mba, mwenye majina ya Kibrazil. Remember the name, enjoy the game. Kwa sasa tunakwenda kuzungumza na wanafunzi. Bana, wanafunzi mko poa? Soma kwanza, taifa linamtegemea. Karibu sana, twende tukazungumze na wanafunzi. Maasalam wa ila likato zetu. Naam, sala na salamu zikufikie popote pale ulipo mtazamaji wa Teti Soma Kwanza TV. Kipindi 1 ni Top Star na tunakwenda kufungua barizi bora kabisa la onesha. Niko na wanafunzi wa shule ya sekondari Makonda wanaopatikana katika maeneo ya Kigamboni jijini Dar es Salaam, na nikwambie tu tuna mengi kweli kweli ya kuyazungumza hivi leo. Kulani mwangu niko na mwanafunzi ambaye ana kipaji ama talent ya kucheza ama kudance, lakini kushotani mwangu niko na mwanafunzi ambaye ana kipaji cha kuimba. Tutakwenda kumsikia huyu ambaye anaimba, lakini huyu yeye atachagua mwenyewe, anatusaidia kujua style ama anatusaidia kuweza kucheza hapa. Mimi naitwa Khamis Junior Mpemba, mwenye majina ya Kibrazil. Remember the name, enjoy the game. Ongozana nami mpaka pale ambapo utakupa mkono wa kwaheri, lakini kwa sasa bado tuko sana. Karibu sana Top Star, karibu sana onesha. Bana, hujambo? Sijambo. Unaitwa nani, kidato cha ngapi? Naitwa Collins Victor, kidato cha 4. Collins, umepoa kweli kweli. Shida ni nini? Hamna shida. Mchepo gani unasoma? Business. Business? Ndio. Masuala ya biashara? Ndio. Una biashara yote ambayo unataka kuifanya? Bado. Unasoma kwanza? Nasoma. Kwa nini hata ukitoka shuleni ama ukipata muda usianze hata biashara ukapata kauzoefu kidogo? Hamna, bado hujafika muda wangu. Muda wako hujafika? Bado. Wazazi wangu wanavyoniambia muda wangu bado. Au sio? Nisome kwanza. Bwana, tuje kwa upande wa mwanafunzi mwingine hapa. Hujambo? Sijambo, shikamoo. Marhaba, unaitwa nani, kidato cha ngapi, mchepuo gani? Changamka basi. Naitwa Violet Emmanuel, kidato cha 4, nasomea business. Business, na wewe ni masuala ya biashara. Una biashara yote uko unaifanya nyumbani? Biashara gani? Genge. Unakuwa unamsaidia bibi mkubwa? Sawa. Tuanzie kwako, kipaji cha kuimba. Wapi, lini ulifahamu kuwa mimi nina kipaji cha kuimba? Tangu darasa la 4. Tangu darasa la 4. Ilikuwa kuwaje? Yaani nilikuwa tu napenda muziki, napenda kusikiliza, napenda kuimba pia. Ndio hapo nikatokea kuupenda muziki mpaka sasa hivi ndoto yangu ni hiyo, kuja kuwa mwanamuziki. Kuja kuwa mwanamuziki. Wanamuziki wana ubora wa kwenye kuandika. Ili tuweze kumuita mwanamuziki mzuri lazima aweze kujua kuandika yale mashairi. Kwako unafanya hivyo? Kuna mashairi mangapi ambayo umeandika ama nyimbo ngapi ambazo umeshaziandika? Ni vipande ila vipo viwili. Nimeandaa viwili ila ni vipande tu. Mashairi kama beti moja basi. Tujnera bujitae yara mekya gelu tujnera bujitae yara mekya gelu sajne sai juktae yara mekya gelu tujnera bujitae yara mekya. Collins, Watanzania walio wengi wanamfahamu Mose Yobo. Akaja kwa kipindi fulani Chino Kid, na nafikiri unawafahamu hao watu. Kwa kiasi gani ulikifahamu kipaji chako cha kudance, lakini hawa watu niliowataja kwako ulishawahi kuwashuhudia, ulishawahi kuwapenda ama ulishawahi kuwaweka kama role model kwa upande wako? Nishawahi kuwapenda na kuweka role model. Kama Chino namkubali sana. Kuna wasanii wa dance wengine kama kuna J Vigo, kuna Kid Papi, kuna Lenny Kida, na kuna Salt J ambao napenda sana. Yaani step zao lazima nisicheze. Ukiwaona
Na mimi kudansi kwanza kupenda kudansi kwa darasa la 5. Zizo kuna style kwa inaitwa butterfly. Butterfly ndio ipi hiyo? Sasa hivi. Ya kushtua miguu. Wengine gwara wacheza. Gwara naikumbuka. Naipenda umlando. Kunacheza sana. Ndio. Kuza ila kaishia 7 hivyo. Sababu katulia kwanza sababu unasoma kwanza. Ila nilipomaliza tu hivyo kwa 7 nikaanza cheza kufunza style kwenda mazoezini na wenzangu. Kufika hapa kabla kwa nikuze kipaji changu tu mdogo form 1 form 2 mpaka sasa hivi amenizoea hapo Makonda kwa kudansi. Kwa hiyo wewe ndo dancer wa Paulo Makonda Secondary School? Yaani ndio dancer na kuna wengine wenzangu. Hao wenzako ukijilinganisha nao tunawariti kwenye kiwango gani? Wewe unaanza au wao ndo wanaanza? Mimi naanza. Wewe ndo unaanza? Ndio. Kuna support yote kutoka kwa wazazi kwa hichi ambacho unakifanya? Baba kwa mama support sana. Mama yako anakusupport sana. Vipi kwa upande wa baba? Baba kawenga sana masomo kwanza. Baba anakuambia kula kitabu kwanza mwanangu. Kitabu kwanza mwanangu. Kucheza kupo, kula kitabu. Yangu meza form 4 fanya vitu unavyotaka. Ndio. Bila mama anapenda kipaji changu. Turejee kwa upande wako sasa. Kwa namna gani ambavyo wazazi wana support au hakuna support yoyote kwa hichi ambacho unakifanya? Mama ndio ana support ila baba ha support. Baba anataka kusoma kwanza. Alafu hizo habari za ndoto zako ndo baadaye. Ila mimi ndoto yangu ni hiyo tu kwa mwimbaji basi. Na kwa upande wako umeipokeaje hiyo changamoto na unaishi vipi ili kuhakikisha una balance masomo na kipaji chako kinaendelea? Yaani mimi na focus na vyote ili simkwaze baba nisimkwaze mama. Sasa hujawahi kusikia wale wahenga wanaosema mshika mawili moja humponyoka? Nishasikia. Shule ninasoma na kipindi kama hivi zikitokea show hivi hapa shule naimba hivyo naonyesha kipaji changu basi. Ndio. Nyumbani kuna msanii yoyote ama ndugu yako ambaye amepita kwenye sanaa ya kuimba? Hamna mwenye ndoto kama hiyo. Yaani wote wanasoma. Tueleze kwa namna moja ama nyingine kutakuwa kuna changamoto kama nitakuwa niko sawa, na kama hakuna changamoto unaweza ukatuambia pia changamoto gani ambazo unazipitia? Changamoto ipo kwa sababu baba apendi kabisa habari hizo za muziki, alafu mimi ndo kitu ninachokipenda. Yaani kama hivi nikiwa nasikiliza utamsikia anaanza kusema yani bado ushike kitabu unakaa unasikiza nyimbo. Ila mama yaani yeye anakuambia wewe focus tu na kitu unachokiweza yani. Ndio hivyo. Na kwenye masuala ya masomo matokeo yapoje? Yanaridhisha kwa upande wa mzee anavyotamani yawe? Ndio maana nataka mimi niendelee na muziki. Ila mimi yani ninachokiona ninachokiweza ni kuimba tu basi. Yaani hayo masomo nilikuwa nasoma tu kwa kujitahidi hivyo, ila ndoto yangu mimi kwa msanii basi. Sawa, Fid Q ni msanii ambaye kwa namna ambavyo tumesikia na kwa namna ambavyo tunamfahamu ana vitu viwili. Amesoma level kubwa ya elimu lakini pia ni mwanamuziki. Unahisi hiki kinaweza kikaja kwa upande wako? Ukasoma kufika kwenye level fulani lakini pia ukaendelea na muziki na ukaja kuwa msanii mkubwa? Naweza nikasoma na pia nikadili na muziki. Sawa, nitarejea kwako. Na mtazamaji wa Top Star ambao unaendelea kusikiliza na kufuatilia na kutazama kwa macho yako, tuko ndani ya Top Star TET Soma Kwanza TV, tuko ndani ya shule ya sekondari ya Makonda. Niko na wanafunzi hapa, wanafunzi ambao wana talent. Huyu bana yeye ni masuala ya kina Chino na Mose Yobo ana dansi, lakini huku niko na kina Zuchu takuja kumsikia baadaye atakavyoimba. Turejee kwako. Nina swali hapa la kizushi na la kiubishi kweli kweli. Watu wengi wanaamini kwamba madansa wengi hawana maadili hasa ya Kiafrika, kwa namna wanavovaa, kwa namna wanavojiweka. Utamkuta dansa ana rasta, utamkuta dansa amejitoboa nini, ana nguo zimechanika. Hili kwako unalipokeaje kama mwanafunzi ambaye ukimaliza unatamani kuja kuwa kama wale ambao umewatanguliza kusema hapo? Hapo madansa, sababu dansa inaenda kwanza fashion. Haizo mtu akavaa nguo kitenge faka dansa, haizo kutrend.
lazima kwanza dancer avae nguo ambao mimi nakubishia bana. Lazima Diamond Platinum kashapanda sana stage na wasanii wake wanaongoza vitenge. Sasa umetrend. Sio kipindi hicho lakini. Sasa kipindi cha sasa. Sasa mtu anaenda cargo nini hivi nguo kali mtu anavaa ile kidogo inalizisha kwa hiyo dancer. Kwa sababu huwezi kuvaa mama amevaa singlet, mama amevaa nini afuka dance. Haiwezekani. Ile itakuwa mtu akiona apotezea tu. Iwe kama tuigizo. Kama sare. Kwa nini msivae nguo za heshima na mkajieka madensa ambao wanajiheshimisha kwenye mavazi na kazi zao? Kwa hivyo kama dharau bwana. Dharau bwana. Kama sasa mtu akiangalia clip zao ni ofisini kumbe una dance. Hivyo vibe fuka dance. Mtu atajua mtu mzanda ofisini huyo. Afu kutana dance. Dharau hizo. Si dharau, inakuwa unaheshimu kile unachokifanya. Heshima wapi? Heshima kazini uko. Vaa suti kaunda nenda kazini. Sawa, mtueleze namna gani mnapata changamoto kwenye jamii na changamoto kwa wale ambao wanawafuatilia. Wengine wazazi, unajua wazazi wengine wanaruhusu wanaye. Kwa unakuta utafanya siku nyingine. Mara hivyo mzazi akakataa akafanya hivi. Changamoto nyingine nayo kwa yani kujikuta mtu anaweza anajua style lakini hata kumfundisha mwenzake. Wewe kama anakuwa mchoyo sasa. Mbona kama wanafundisha wenzake. Au kama nifundisha sio mchoyo. Sio mchoyo. Mimi mtu anaweza namfundisha na step kwa step namfundisha. Sio unakuta mtu umfundishe anapiga speed alafu kusema wewe nifundisha tena kwamba nimechoka. Mara sina muda, mara fanya hivi. Kwa ndio changamoto upitia. Sawa, bana turejee kwake mwanafunzi mwingine hapa. Natamani kusikia kipande chochote cha wimbo wa msanii yoyote unayempenda. Baada ya hicho kipande nitakuuliza ni wimbo wa nani alafu tutaulizana hapo mbele. Kipande chochote tuimbie. Ewe hakimu mtukufu, naomba niwasilishe kesi, namleta muhalifu anofanya moyo wangu endelesi. Huyu kanifanya mimi nimekuwa mzembe, nimekuwa ngumu sana hata tukutoka nje, na ukubwa wote bana naletewa peremende, usipokula twagombana eti hataki nikonde. Bana tumesikia kipande. Huyo ni nani huyo? Zuchu. Wimbo unaitwaje? Baridi. Tueleze kwa nini Zuchu na sio wasanii wengine wa kike ambao tunawajua, Nandy sijui kina Yami na wasanii wengine kadhaa. Yaani wote nafuatilia na wote nyimbo zao nasijua. Nani unamweka kama role model? Katika wote mimi afu ndo anafuata Zuchu, afu ndo anakuja Nandy, Yami na wengine wanafuatia. Sawa, mimi nataka nisikie kutoka kwako pengine unapata nafasi ya kuzungumza na Watanzania, vijana wenzako, watoto wenzako, unawaambia nini hasa katika hichi kipaji ulichonacho na kuhakikisha unatimiza malengo yako? Mimi naambia kwamba wote ni kipaji kama changu, wapambane mpaka aje kutimiza ndoto kama yangu. Kama mimi na ndoto ya kuwa mwimbaji na uhakika nitaitimiza ndoto yangu. Sawa. Na mtazamaji, tumetoka kumsikia hapo mwanafunzi ambaye anatamani siku moja naye aje kuwa msanii wa muziki. Tumetoka kusikia pia kipande cha wimbo ambao ametuimbia wa Zuchu. Sema sijui nataka kunifanya kuwa kibonge sijui. Tuzungumzie kwako sasa. Una lipi la kuzungumza na vijana wenzako ambao wanafuatilia hivi sasa Top Star? Nini ambacho unaweza ukawaambia wahakikishe pia wanafikia yale malengo yao? Yaani anatimiza ndoto yake, yani mtu asimkatishe ndoto yake. Yaani kama wewe unataka kuwa dancer, wewe cheza. Toboa utatoboa tu. Ila connection kidogo muhimu. Kwa sababu hizo kutoka dance connection ndo nini? Connection kama brother wangu hapo una kama una karibu na Chino. Unaambia Chino mdogo wangu ana dance pale. Atakwambia niletee. Hiyo nao ni moja hapo connection. Kwa hiyo utachukua pale utapeleka kwa Chino. Atanyona ndio kufanya perform. Atakwambia sawa hivyo. Ile connection. Okay. Hivyo tunakusema hilo.
Bana, mtazamaji wa Top Star ambaye unafuatilia Tetso Makwanza TV, nikujuze tu kwamba utamu huu wote unapatikana Star Times channel nambari 105, lakini usisahau kule YouTube tunapatikana kama Tetso Makwanza TV, pale Instagram vivyo hivyo. Usiache kusubscribe, kulike, kucomment na kushare kile ambacho sisi tunafanya, lakini pale Instagram follow ili uweze kuwa wa kwanza kupata updates mbalimbali. Mimi nakukumbusha tu kwamba hapa hatujamaliza, tunaweka tu wa mazungumzo, tunakwenda kunywa maji kidogo, alafu tutakaporejea tunakwenda kwenye kipengele cha ndoto. Wanafunzi wa shule ya sekondari ya Makonda wana ndoto gani baada ya miaka kadhaa ijayo? Na udha wako ni Hamis Junior Mpemba mwenye majina ya Kibrazil. Remember the name, enjoy the game. Twende tukapate break, tukirejea tutakwenda kuwasikia wanafunzi wa shule ya sekondari ya Makonda.